Bana, tupo na Dula Heavyweight kama ambavyo asubuhi tulikujuza nyingi updates kufuatia kile ambacho kilitokea tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025. Vivyo hivyo yaliyojili leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 ni yale hayana utofauti na mwendelezo wa kile tulichoanza kukupa updates kuanzia asubuhi. Dula Heavyweight tumeketi naye hapa kwa sababu ya msingi moja, kuiangazia barua ya TFF, lakini katika kuhairishwa kwa mechi mpaka pale tarehe husika itakapopangwa. Katika hili ambalo limefanyika, je, kuna kubalansi mizani au ndo tuondoke na kile alichokiandika Hans Raphael, inapokuja swala la Simba na Yanga basi kanuni huwa ni mfu, hazichukuliwi kabisa maanani. Dula, hali yako kwa hivi sasa iko vipi? Bana, kwema. Vizuri kabisa kaka. Salama ndugu yangu. Tumechoshwa, tuna hizi harakati za hapa na pale, kwenda uwanjani, kurudi. Mechi tulikuwa tumeisubiri kwa hamu. Mwisho wa siku ndo hichi kinatokea. Kwa hiyo tunakuwa tunachoka inapofika muda kama huu. Fuatilia kanuni za shirikisho la mpira wa Tanzania, vipengele vyake vikimruhusu Simba timu mgeni kwenda kufanya mazoezi yake ya mwisho, lakini kanuni inayomtaka awepo eneo la mchezo katika siku husika na kile ambacho wamekitolea ufafanuzi bodi ya ligi. Unakitazama katika jicho lipi? Of course unajua mimi katika watu ambao nilikuwa upande wa Simba pasipo kuficha ni mimi. Toka hata asubuhi nilizungumza nikasema kwa nini Simba azuiliwe? Kwa sababu issue ilianzia kwenye kuzuiliwa. Sasa watu wengi walikuwa wanakuja wanakosoa kwa upande wa Simba kwamba hawakustahili au hawakuwa na haki ya msingi ya kuweza kugomea mchezo pasipo yani kwamba kwenye ile issue ya Simba kufanyiwa fujo, wao hawakutaka kabisa kuipa ule uzito unaostahili. Wao walibase kwenye kwa nini amefikia maamuzi ya kutofika uwanjani. Lakini mimi niliona tofauti. Sio, umeelewa? Sasa niliona tofauti kwamba niliona pia Simba kama ameamua kufanya vile, alistahili kufanya vile, kama zile fujo ambazo, kwa sababu walikuwa wanasema kazuiliwa, isiishie kwenye kuzuiliwa. Nishazungumza kwamba alifanyiwa fujo. Sasa zile fujo zilimuaffect kuelekea kwenye mchezo. Ni serious. Umeelewa? Kwa hiyo hii taarifa ya bodi ya ligi kuahirisha mchezo mimi nilitegemea. Sasa kulikuwa kuna watu mitandaoni walikuwa wanakinzana, wanasema Simba kikanuni hana nafasi ya kugomea mchezo, na kama ikitokea anagomea mchezo kikanuni basi anastahili kukutana na adhabu inayoendana na kosa la kutohudhuria mchezo. Si unanielewa? Ambayo adhabu hiyo inaweza ikahusisha kunyang'anywa point kuanzia 15. Umeelewa? Na kama haufikishi hizo point 15 utakuwa una pointi hasi. Kwa hiyo kila unavyoshinda mechi zako anakata kwenye zile. Sasa nikawa najaribu tu kusort out kwamba nikawa nadhani watu kuna kitu hawajifikiria kwamba viongozi wa Simba ambao wanaunda safu ya uongozi ya Simba kwamba hawakuwa aware kuhusiana na hayo mambo. Hivi kweli inawezekana kwamba viongozi wa Simba wagomee mchezo huku ilhali wanajua kwamba impact ya hicho kitu wanachokifanya ni kwenda kuwa deducted labda alama na kupewa mpinzani labda magoli na alama 3 na yeye kuwa deducted alama na mafaini na nini, walikuwa hawajui. Lakini mpaka anafikia hiyo hatua, manake kuna scenarios ambazo zinamfanya yeye kufikia hiyo hatua, si unanielewa? Lakini vile vile zile fujo au zile bugdha ambazo wamekutana nazo before mchezo zilistahili kuchukuliwa katika uzito mkubwa. Kwani wao Simba wajui kwamba kuna mashabiki wengi sana wa Simba wametoka maeneo mbalimbali wamekuja kuishabikia, wamekata tiketi. So wanajua kwa wao watakuwa na nia kuumiza mashabiki wao. Kwa sasa taarifa ya bodi ya ligi ya kuwaambia kwamba mechi imehairishwa, umeelewa? Tafsiri ya haraka kwanza, bodi ya ligi wanaamini pia Simba hakutendewa haki. Ndio maana wakasema tarehe ya mchezo itairishwa, ingawa Yanga wamesisitiza na wameenda uwanjani wamesema na isipochezwa leo haichezwi tena na nini azif kama hawahusiki na zile fujo zilizotokea jana. Ndio kitu ambacho kimetokea. Sasa
Niwaambie wale ambao walikuwa wanakosoa kwamba Simba anastahili na nini, tuone kama atapewa hiyo adhabu yoyote. Lakini jambo jingine, ile taarifa ilikuwa inasema kwamba Simba baada ya kufanya uchunguzi wamebaini kwamba Simba hawakutoa taarifa kuhusiana na kutumia ule uwanja kwenye mazoezi yao ya mwisho. Sawa, ina make sense. Lakini mwenye mamlaka ya kuzuia Simba wasiingie kufanya mazoezi kwa sababu tu eti hawakutoa taarifa ni nani? Meneja wa uwanja. Sasa wale waliokuwa wanazuia sio meneja wa uwanja. Taarifa inasema ni mabouncer. Umeelewa? Kuna kikosi kazi ambacho kilikuwepo pale kuzuia watu wasiingie kufanya mazoezi. Sio, unanielewa? Na pale Simba walikaa kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Yaani hawakukaa nusu saa kaondoka. Walikaa kuanzia saa 1 mpaka saa 3. Hiyo saa 1 mpaka saa 3 mimi imani yangu inanambia hawakukaa bure bure. Manake kuna procedures nyingi walikuwa wanazifanya kuhakikisha wanafanya mazoezi, ikiwemo kuwasiliana na meneja wa uwanja. Lakini Heavyweight katika nukta ambayo unazungumzia hivi sasa, ukitazama andiko la bodi ya ligi, Simba Sports wenyewe, kanuni, lakini walichokifanya Young Africans, nani kasimama kwenye haki? Unajua, ukiniuliza mimi nani kasimama kwenye haki, nitakwambia mwenye haki ni kwa kiasi fulani ni Simba, kwa sababu source unajua kwenye kufanya upelelezi wako, ndugu yangu, nakupa formula ndogo. Unaanzia kwenye chanzo. Sisi unanielewa chanzo ni nini? Kila mtu mbona anajua chanzo? Chanzo ni Simba kuzuiliwa. Manake source inakuwa hapa. Nani amezuiliwa? Ni Simba. Amezuiliwa na nani? Na mwenyeji wa mchezo. Mwenyeji wa mchezo ni nani? Si unanielewa? Mwenyeji wa mchezo ni Yanga. Sasa before kulaumu haya yote, watu wametoka mbali, watu wamefanya nini, wamefanya, tuulize huyu aloleta hii, kwa nini alitumia mandate yake kumzuia Simba? Kama nani ana mandate gani ya kumzuia Simba asifanye mazoezi? Tujikite hapo kwanza. Si unanielewa? Yaani huko kote tunazunguka. Hoja inabaki hivi, nani aliyofanya hili litokee? Ni waliomzuia Simba kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho kikanuni. Nani amezuia Simba kufanya mazoezi yao ya mwisho? Nani? Lakini ukirudi kwenye hiyo kanuni Dula, hakuna kanuni inao mfavor Simba Sports kuto kufika eneo la mchezo kwa maana ya kiwanja husika. Kamati imekaa kwa haraka, maamuzi yamefanyika haraka iwezekanavyo, tofauti na vile inavyotamkwa katika kanuni kwamba kuna kamati ya masaa 72 itakaa, mechi commissioner atawasilisha malalamiko aliyopewa ndani ya masaa 24 baada ya masaa 72 kukabidhiwa hayo malalamiko. Haya mambo yameenda haraka sana. Ni kweli kwamba tunakiri linapokuja suala la Simba na Yanga basi kanuni huwa zinakufa. Kwa jinsi mimi nilivyosoma ile statement, TFF wamesema watapanga tarehe nyingine ya mchezo. Wakati huo wanapanga tarehe nyingine ya mchezo, watajipa muda wa kufuatilia ili sakata kwa undani ili waweze kutenda haki. Ndio walivyoandika hivyo. Sasa sababu msingi kwa mechi kuahirishwa. Unaona hili la mazoezi peke yake linajitosheleza. Simba hawajafika uwanjani, sasa mechi itachezwa vipi? Imefika timu moja, timu lazima ziwe mbili. Sasa mechi itachezwa vipi? Kwa hiyo ndio maana wakahairisha. Na TFF katika hiyo statement ambayo wameitoa, inaonyesha Yanga wana makosa kwa sababu wameandika pale kwamba walikuwa wanawazuia ni mabouncer wanaoaminika ni wa Yanga, wanafahamika mpaka kwa sura. Wameandika. Umeelewa? Sasa wameandika mpaka kwamba wanafahamika mpaka kwa sura. Ni wanaaminika ni wa Yanga. Kwa hivyo kwa nini? Ndio maana nasema hata kama hawajatoa taarifa Simba, wenye mandate ya kuwazuia Simba wasifanye mazoezi sio mabouncer wa Yanga. Mabouncer ni kina nani kwenye mpira hapa? Umeelewa? Kwa hiyo hapo ndo kosa lilipo. Na kwa nini tusilipigie kelele ili swala la mabouncer kuingilia na kuvinyima vilabu haki zao za kikanuni? Kwa sababu issue yote ambayo ipo ndani ya kanuni, watu walikaa chini wakaumiza kichwa kutengeneza kanuni. Wewe mtu mmoja tu umetoka zako huko unaenda kufanya kuivunja. Alafu baadaye lawama zinatupiwa kwa Simba. Wakati kuna mjinga alitoka kawazuia Simba pale. Umeelewa? Wachezaji wamekaa wanafungua kwenye basi zaidi ya masaa 2.
gari haitembei. Unajua bora gari ingekuwa inatembea gari haitembei, imesimama. Hivyo ushawahi kusimama, ushawahi kukaa kwenye basi masaa mawili afu haitembei gari? Unachoka unachoka, lazima unachoka. Kwa hiyo sasa wachezaji wamefungua kwenye basi masaa haya mawili kuanzia saa 1 mpaka saa 3 wanaondoka. Afu wanaondoka pasipo kufanya mazoezi. Imagine wanatoka pale, tuchukulie wanarudi kambini Bunju. Kutokea Benjamin Mkapa hadi Bunju. Alafu umekaa kwenye gari masaa unajua watu wachukulia poa. Ngoja nikae vizuri. Umeweka masaa mawili kwenye gari. Sawa? Hujafanya mazoezi. Gari haitembei, mmekaa tu hivi. Sijui watu kama wanaelewa. Gari haitembei, imekaa hivi kwa sababu hata ukiwa unasafiri unaweza ukakaa masaa 9 njiani ukaenjoy. Kwa sababu gari inatembea. Kaa kwenye gari lisali moja, gari ikiwa haitembei uone kero yake. Umeelewa? Sasa wachezaji wamewekwa pale masaa haya mawili. Muda huo viongozi chini wengine wanatukanwa. Nasikia CEO katukanwa. Umeelewa? Wale mabounce walikuwa wanashambulia, wanatoa maneno mabaya, fujo zilifanyika. Baada ya hapo Simba wana safari nyingine ya kutoka hapo kwenda Bunju. Sasa kwa muktadha huo hukumu itaenda kwa mabouncer wa Yanga au hukumu itaenda kwa Yanga yenyewe? Maana mimi naona kosa lipo kwa mabouncer wa Yanga. Ndio maana kwani mabouncer Yanga yani unataka kuniaminisha kwamba wao walikuwa na nguvu, wao wenyewe wakajiorganize tunaenda kuwazuia Simba? Kwa sababu wanajua jukumu lao kwamba wanatakiwa kusimamia. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo mimi nimesema hivi Jafe, Simba hawakukaa nusu saa. Walikaa masaa mawili. Kwa hiyo nataka kuniambia maswali hayakuwepo kichwani. Lazima walikuwa katika masaa mawili walikuwa wana sort out namna gani ya kusolve jinsi ya kuingia uwanjani. Lazima, yani Simba hizo wakakaa masaa mawili pale wanaangalia tu mabouncer. Lazima watakuwa kuna simu zimepigwa sana. Lazima kutakuwa kuna orders nyingi zimetoka juu kwenda kwa mabouncer. Lazima kutakuwa kuna viongozi wakubwa wanaoendesha mpira wamepigiwa simu, wameambiwa. Lazima kutakuwa kuna heka nyingi zilikuwa zinatokea pale. Na mpaka Simba wanaamua swala la kusema hivi. Unajua issue ya kutotokea uwanjani siku ya mechi ni issue kubwa sana. Wao nataka kuniambia wamekurupuka tu, hawakuwa na strong reason ya kutokea pale. Kwa nini sisi tuliokopo nje ya Simba ndio tunaona kama jambo dogo? Wale ukopo ndani ya Simba hivi washindwa kujua kwamba tulikifanya hivi kosa lake kubwa kiasi hichi wale ukopo ndani ya Simba kwamba sisi tuliokopo nje tunajua zaidi. Pale lazima. Kwa nini hakuna hata mtu mmoja aliwauliza Simba kwamba shida nini? Kwani katika ile tukio sakata kulikuwa kuna nini na nini? Mlipiga simu, mamlaka mlizitaarifu. Na mbaya zaidi, si taarifa zilikuwa mitandaoni. Ina maana hata wenye mamlaka mitandaoni waliona, lakini maybe walichukulia kama jambo simple. Sasa kama Yanga wataamua kushikilia pale walipozungumza kupitia mjumbe wao Alex Ngai kwamba tarehe itakayopangwa au pia hawato kuwa sehemu ya huo mchezo kwa maana kushiriki, itakuwa inaweka ligi yetu katika hali gani? Unajua kwanza Yanga ni wakorofi kwa sababu we imagine taarifa imetoka, mechi imeahirishwa. Wao wamepeleka kikosi uwanjani. Ina maana wameignore ile tamko lililotolewa na wenye mamlaka ya mpira. Sasa we ni mkubwa lakini huna mandate ya kuignore taasisi inayokuongoza. Si unanielewa? Huna mandate ya kuignore taasisi inayokuongoza. Ilhali wewe ndio umesababisha kwa sababu wewe watu wako ndio wameenda kuwafanyia fujo Simba. Kwani Simba wasingefanywa fujo leo si mechi ingekuwa ishachezwa? Hawakupaswa kuwepo uwanjani mara baada ya tamko kutoka. Hawakupaswa, sishatoka tamko, mechi hakuna. Unaenda uwanjani kufanya nini? Huku ni kuvunja utaratibu. Ni kuvunja utaratibu. Umeambiwa taarifa ishatoka, mechi imehairishwa. Wewe unaenda uwanjani kufanya nini? Unatoa taarifa kwa mitandao yako ya kijamii, tumeenda uwanjani, tumenini, tumefanyaje, tumefika, tumenini. Ina maana wewe unashindwa kuheshimu mamlaka ya soka ambayo inasimamia soka. Kwa sasa hapo manake wewe tayari timu imeonyesha utovu wa nidhamu. Sasa why ufanye kitu kama hicho? Kwa hiyo mimi nataka niseme tu kitu kimoja. Yanga walitakuwa kwanza waheshimu taarifa ile iliyotolewa. Umeelewa? Na wasipeleke timu. Kuhusu hao malalamiko ya kusema hawatocheza. Umeelewa? Itajulikana kanuni zinasema vipi. Umeelewa? Na hili swala linaenda vipi? Lakini watacheza mechi. Tarehe ikipango watacheza.
Walioumia ni wengi na niliopokea simu zao ni nyingi kutoka maeneo tofauti ya nchi ya Tanzania na hata nje ya nchi ya Tanzania. Dula Heavyweight amepata nafasi ya kuzungumza kwa mujibu wa mtazamo wake kwa kile anachoona. Anaona walau haueni ipo kwa Simba Sports katika kile ambacho walifanyiwa na maamuzi walioamua kuyafanya. Dula, pengine kwa chochote ambacho unacho cha kuzungumza kama nukta kumalizia. Hisia zimekuwa mseto sana. Wapo wana Yanga walioumizwa katika hili, wapo wana Simba ambao wameumia katika hili. Unajua, mimi napenda tukushauri kitu kimoja. Tuache mambo ya uswahili. Haya mambo ya kutumatuma watu wafanye fujo kabla ya mchezo, mambo sio ya kuzuiana kama hivyo kuingia uwanja. Sababu issue ni ndogo tu. Usingetuma watu wakazuie Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mchezo. Sasa hivi mbungi ingekuwa inapigwa. Sasa kwa nini inatokea alafu sasa discussion huwa zina base kwenye upepo ulipo. Kosea Simba, fanya hivi na hivi. Umeelewa? Watu wanasahau kwamba wao ndo walikuwa watu wa kwanza kuathirika. Umeelewa? Kwa hivyo mwisho wa siku mimi nawashauri tu waache ya mambo ya uswahili. Haya mambo sijui mabouncer wamefanya hivi, sijui na hizi issue za mabouncer imekuwa too much. Umeelewa? Yaani mabouncer wanapewa mandate katika kazi za ajabu wao wanakuwa mstari wa mbele. Kupiga watu. Nilizungumza asubuhi kupiga watu sijui. Kuzuia timu fulani, basi la timu fulani kuna Sasa mimi najiuliza swali moja, hivi mwisho siku inaleta faida gani? Kwa sababu haya angalia cost ambazo zimepotea kwa watu ambao wamekuja labda kuangalia mechi yao. Wametoka Tunduma, wengine Tunduma ni karibu na Zambia huko. Wengine wametoka Mbeya, Uyole huko, wengine wametoka Kimbiji. Wanapoteza nauli, wengine unakuta walipata ajali njiani, hatuna taarifa zao, maybe maskini ya Mungu. Lakini kwa sababu wote hao wanaathirika na kosti zao pamoja na muda wao na nini, kwa sababu ya bouncer ameharibu kosti za watu chungu mzima. Bouncer ameviweka vyombo vya habari katika mkanganyiko. Kila mtu anaongea kwa sababu ya bouncer. Umeelewa? Huyo bouncer amesababisha mechi haichezwi. Bouncer anaanza kuitia lawama bodi ya ligi. Yote haya bouncer ndo kaleta. Kwa sababu asingekuwepo bouncer, mechi ingechezwa. Very simple. Yaani mechi sasa ingekuwa inachezwa. Sasa hivi ingekuwa dakika ngapi? Sababu mechi imeanza saa 1:00. Of course ingekuwa dakika 3. Mechi ingekuwa inapigwa sasa hivi dakika 3. Sababu bado mbichi. Ningekuwa tushashuhudia hapo mtu anavyoanza kukandwa. Sijamtaja mtu. Ningekuwa nashuhudia pale mtu anachezea spana za kichwa. Yeah. Wite Heavyweight_Dula unampata hivyo katika mitandao ya kijamii. Tulikuwa hapa tukijadili kile ambacho kimejili katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini kwa mamlaka husika ambao wametoa ufafanuzi katika kile ambacho kilikuwa kimebeba hisia mchanganyiko za wanasimba pamoja na wanayanga. Wanayanga wapo ambao wamekwenda uwanja wa Benjamin Mkapa kushuhudia timu yao ikifanya mazoezi na ikatoa kabisa kikosi ambacho kitaanza dhidi ya Simba Sports ambao wao hawakufika kabisa uwanjani siku ya leo, na kwa asilimia kubwa idadi ya mashabiki wake hawakuwa miongoni mwa wale waliohudhuria katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi langu jina naitwa Jafet wa Mipango, mwenzangu kwa upande wa mitambo anaitwa Augusto Tabibu. Sina la ziada kwa hapa, ila yatakapojili sita kukufahamisha katika haya ambayo yapo kwenye anga hili la kimichezo. Sisi kutokea hapa Mikocheni Palm Village hatuna la ziada, tunaomba tufunge hivyo kwa siku ya leo. Tumalizie kwanza iftari yetu na mengineyo yataendelea. Asalamu alaikum, Ramadhani Karim. Mdogo ananipigia sana.